Leo ni tarehe 17 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tunakumbushana mambo kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 tarehe 29 mwezi huu Oktoba. Zimebaki siku kama 12 tu ili kuifikia siku hiyo kwa ajili ya kuchagua madiwani wa bunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nini ambacho nimeona kwamba tuseme kwa pamoja? Nimeona tuseme kwa pamoja ama kutafakari kwa pamoja kwa kile ama watu wengine hawakijui, lakini watu wengine pia labda wanakijua kwa namna moja ama nyingine. Lakini nimeona si vibaya kupitia hapa Nyikani TV tukakumbushana jambo hili kutoka katika Tume ya Uchaguzi ya Taifa la Tanzania. Je, unajua kwamba ni kosa la kisheria kuhamasisha watu kutokupiga kura? Sijui kama unajua hilo, na hili ndilo kaswa kubwa ambalo nimeona nikuletee muda huu ili tutafakari kwa pamoja kutoka katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini je, wewe umehusika kwa namna moja ama nyingine kuhamasisha watu kutokwenda kupiga kura ifikapo Oktoba 29 mwaka 2025? Basi kama umefanya hivyo, ujue kabisa kwamba ulifanya kosa, na sasa ni kuombe usirejee kama kweli ni mmoja kati ya watu ambao walifanya jambo hilo. Tuelekee moja kwa moja kwa kiongozi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ambaye anaeleza ni kifungu gani ambacho kinakataza mambo haya kufanyika, lakini kinasema nini. Tumsikilize. Naomba uniruhusu kuna kifungu nikisome hapa. Hao wanaohamasisha watu kutokupiga kura ni kosa kwa mujibu wa sheria, na naomba uridhie nikisome hata mara mbili watu waweze kuelewa. Ni kifungu cha 129 cha sheria ya uchaguzi rasmi na madiwani. Kinasema hivi: mtu ambaye kwa dhahiri au kwa kificho yeye mwenyewe au mwingine kwa niaba yake anatumia au kutishia kutumia nguvu, vurugu au kizuizi, au anasababisha au anatishia kusababisha yeye mwenyewe au mtu mwingine yeyote kwa niaba yake jeraha la mwili au la kiroho, uharibifu, madhara au hasara au dhidi ya mpiga kura yeyote kwa ajili ya kumshawishi au kumlazimisha mpiga kura huyo kupiga kura au kuacha kupiga kura. Ikiwa mpiga kura huyo amepiga kura au ameacha kupiga kura katika uchaguzi wowote, au ambaye kwa kumteka nyara, vitisho au hila aina yoyote kumkwamisha au kumzuia kutumia uhuru wa kupiga kura yeyote, ama kupiga au kuacha kupiga kura katika uchaguzi wowote, ametenda kosa la ushawishi mbaya kwa maana ya sheria hii. Kwa mtu yote kwa sasa au kwa niaba ya mtu yote kwa sasa anayeshawishwa kupiga kura senda kupiga kura, ametenda kosa kwa mujibu wa sheria hii kifungu 129. Sasa mamlaka zinazohusika zitapitia kifungu hiki, zitashughulika na hawa watu ambao wanatoa maneno ya namna, kwa sababu ni kosa kwa mujibu wa sheria. Na kusema tafsiri ya sheria inatoa tafsiri kwamba mtu yote ametenda kosa basi anaweza kashtakiwa kwa mashtaka yote ambayo taratibu inaona. Kwa hiyo nilikuwa niseme hilo jambo, kwa ni kosa. Lakini la pili, niwaambie wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais mstaafu aliwahi kusema ukiambiwa changanya na za kwako. Usipokwenda kupiga kura utachaguliwa rais usiyemtaka. Utachaguliwa mbunge usiyemtaka. Utachaguliwa diwani usiyemtaka kwa muda wa miaka 5. Na lakini la pili, uchaguzi wa Tanzania mtu ashindi kwa asilimia, anashinda kwa idadi ya kura. Kura yako wewe ingeweza kumfanya usiyemtaka asiwe rais. Inawezekana si usiyemtaka asingekuwa diwani. Inawezekana asiyemtaka asingekuwa mbunge. Watu wajitokeze kupiga kura. Lakini mimi nadhani watu watajitokeza, watu wengi, kwa sababu kampeni za sasa zimekwenda kwa utaratibu na ustaarabu. Wakati mwingine wapiga kura wanashindwa kujitokeza kwa sababu wanaona mtifutifu kwenye kampeni, wanahofu kuinda siku ya uchaguzi. Lakini kwa sasa uchaguzi wa wagombea kiti cha rais, makamu wa rais umekwenda baridi na salama mpaka sasa hivi. Uchaguzi wa bunge umekwenda baridi na salama mpaka sasa hivi. Na kampeni za uchaguzi wa udiwani zimekwenda baridi na salama mpaka sasa hivi. Ni matumaini ya Tume ya Uchaguzi
kwamba uchaguzi utajitokeza kwa wingi sana, na Mwenyezi Mungu akitujalia inshallah ndani ya masaa 48 yasiozidi masaa 72 Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi itakuwa shamtangaza mshindi wa kiti cha rais na makamu wa rais. Tutaiacha serikali na utaratibu mwingine. Tukiendelea kutafakari jambo hili ambalo limesomwa hapo ama kuelezwa hapo na kiongozi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ambaye ameeleza kabisa kwamba ni kosa la mtu yeyote kumhamasisha mwenzake kutenda jambo la kutokwenda kupiga kura. Lakini tujiulize mbele zaidi kwamba je, kwani kuna watu wanasema kwamba hawataenda kupiga kura? Na kama wapo, wana sababu gani? Na kama wapo wanaopia hamasisha watu wengine kwamba wasiende kupiga kura, kwa nini?